ushauri dhidi ya hatua hiyo kama angeulizwa na hakushirikishwa. Alisisitiza kuwa Ujerumani haitashiriki kwa namna yoyote katika operesheni hiyo. Waziri wake wa mambo ya nje Johanna Woodpull amekariri msimamo wake kwamba mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran hayatasababisha mabadiliko yoyote ya utawala katika taifa hilo. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi kadhaa za Kiarabu na Kiislamu wanakutana nchini Saudi Arabia kujadili usalama wa kikanda kufuatia vita hivyo. Uturuki, Misri, Syria na Pakistan ni miongoni mwa nchi zitakazohudhuria. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jeshi la majini la Msumbiji linatuhumiwa kuwa angalau wavuvi 13 mwishoni mwa wiki, huku jeshi likiendelea kupambana na uasi wa muda mrefu wa wanamgambo wa Kiislamu. Taarifa zaidi na Victor Kenani. Duru za ndani zinasema kuwa vikosi hivyo vililenga boti za uvuvi karibu na mji wa bandari wa Missomba de Praia. Kulingana na waangalizi huru, mkoa wa Cabo Delgado nchini Msumbiji, ambao bado una utajiri wa mafuta, umeshuhudia zaidi ya watu 6,000 wakiwawa katika mzozo huo tangu mwaka 2017. Makundi ya ndani ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa mashambulizi mawili yanayofanana na matukio ya mauaji ya wavuvi yakihusisha vikosi vya majini yalirekodiwa mwaka jana. Serikali haijatoa tamko lolote. Serikali ya Senegal imetoa wito kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu uamuzi wa kuinyang'anya timu yake ya taifa ya soka ya wanaume taji la kombe la mataifa ya Afrika AFCON. Taarifa zaidi na Ron Clifford. Serikali imesema kuwa inashuku kuwepo kwa vitendo vya rushwa ndani ya shirikisho la mpira la Afrika CAF, ambalo baada ya hapo awali kuidhinisha ushindi wa Senegal limebadilisha uamuzi huo. Shirikisho la soka la Senegal linatarajia kukata rufaa katika mahakama ya kusuluhisha migogoro ya michezo CAS. Wachezaji wa Senegali walionekana kukiuka sheria za mashindano hayo kwa kuondoka uwanjani kama ishara ya kupinga kutolewa kwa penalti ya dakika za mwisho katika mchezo wa fainali dhidi ya Morocco. Na Pakistan imesema inasimamisha kwa muda operesheni zake za kijeshi dhidi ya Afghanistan kabla ya sikukuu ya Kiislamu ya Eid al-Fitr. Waziri wa habari Atullah Tarar alisema uamuzi huo ulifuatia maombi kutoka kwa serikali za Saudia, Qatar na Uturuki. Hata hivyo, alionya kuwa shambulio lolote la Afghan dhidi ya Pakistan wakati wa usitishaji huo litasababisha kuanza tena kwa operesheni hiyo mara moja. Hatua hiyo inakuja wakati Islamabad ikikabiliwa na shinikizo kali kufuatia shambulio lake la anga dhidi ya kituo cha kurekebisha watumiaji wa dawa za kulevya huko Kabul siku ya Jumatatu, ambalo liliua zaidi ya watu 140. Pakistan inasisitiza kuwa ililenga kambi za kijeshi na miundombinu ya kigaidi, lakini Afghanistan imeapa kulipiza kisasi. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Isabella Mwagodi. Ukiwa nchini Tanzania, msikilizaji, unaweza kuyasikiliza matangazo haya ya Dira ya Dunia kupitia Classic FM na Loliondo FM. Nchini Kenya ni County FM na Mwenedu FM. Uganda yategea sikio kupitia Voice of Karamoja na Radio Kitara, na DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Lakini pia yako mubashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili na kwenye tovuti yetu bbcnewsswahili.com, lakini vile vile kwenye FM. Karibu tena msikilizaji, naitwa Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Martha Saranga akiwa Dar es Salaam. Karibu sana Martha. Asante sana Robi. Karibu msikilizaji. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema waziri wa ujasusi wa Iran Ismail Khatib ameuawa. Rais wa Iran amethibitisha mauaji hayo ya Khatib, akiyataja mauaji yaliyofanywa na waoga. Haya yanajiri huku mazishi ya mkuu wa usalama wa Iran Ali Larijani na Gholamreza Suleiman, mkuu wa kikosi cha kijeshi cha Basij yakifanyika leo mjini Tehran, na kiwanda cha mafuta cha Iran kwenye uwanja wa gesi wa South Pass kimeshambuliwa na Israel. Elizabeth Kazibure na taarifa zaidi. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kuwa waziri wa ujasusi wa Iran Ismail Khatib ameuawa usiku uliopita. Katz pia amesema yeye pamoja na waziri mkuu Benjamin Netanyahu wamelipa jeshi ruhusa ya kuwalenga maafisa wakuu wa Iran bila kuhitaji kibali kingine, mradi tu taarifa za kijasusi ziko sahihi. Kifo cha Khatib kinakuja muda mfupi baada ya Israel kumuua Ali Larijani
na pia Gholamreza Suleiman. Jeshi la Israel limesema Hatib alikuwa na jukumu kubwa katika kukabiliana na maandamano ya hivi karibuni nchini Iran, ikiwa ni pamoja na kukamatwa na kuuawa kwa waandamanaji. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani awali ilitangaza zawadi ya dola milioni 10 kwa yoyote atakayetoa taarifa kuhusu kiongozi mpya wa juu wa Iran, Mujtaba Khamenei, pamoja na maafisa wengine waandamizi akiwemo Hatib. Wakati huo huo, mashambulizi ya anga yamelenga kiwanda cha petrokemikali katika uwanja wa gesi wa South Pars ambao ni mkubwa zaidi duniani na unamilikiwa kwa pamoja kati ya Iran na Qatar. Israel imethibitisha kuhusika na shambulio hilo. Vyombo vya habari vya Iran vinasema kulikuwa na milipuko kadhaa na moto mkubwa, huku vikosi vya zimamoto vikijaribu kuuzima. Iran imeonya kuwa itajibu vikali na inaweza kulenga miundombinu ya mafuta katika nchi kadhaa za Ghuba. Kiongozi mkuu wa jeshi la Iran ameahidi kulipiza kisasi kwa uamuzi thabiti. Iran na washirika wake na wanamgambo wameendelea kurusha makombora kote katika eneo la Ghuba kama sehemu ya mashambulizi yao ya kivita. Nalo shirika la kimataifa la usafirishaji baharini linafanya kikao cha dharura mjini London, huku wasiwasi ukizidi kuhusiana na maelfu ya wafanyakazi wa meli waliokwama kutokana na kuzuiwa na Iran kwa mlango bahari wa Hormuz. Kikao hicho pia kitachunguza maazimio mbalimbali, lakini mkuu wa IMO Arsenio Domingos amebaini kwamba ulinzi wa majini kwa meli unaweza kuwa njia ya mashambulizi kwa Iran. Hata hivyo, kiongozi wa shirika la Umoja wa Mataifa Arsenio Domingos amehoji ufanisi wa walinzi wa kivita kwa meli zinapopita kipenyo hicho, akisema huenda wakawa ndio walengwa wa Iran. Domingos ameitaka pia jamii ya kimataifa kutia maanani vita vya Marekani na Israel, na amesema kuwa athari za kimataifa za mgogoro huo bado ziko katika hatua za awali. Domingos ameiambia BBC kwamba eneo hilo linapaswa kuepukwa kwa sasa. I continue to reiterate my message to all the ship owners and ship operators. Naendelea kusisitiza ujumbe wangu kwa wamiliki wote wa meli na waendeshaji wa meli, waepuke eneo hilo. Hatupaswi kuwaweka mabaharia wasio na hatia katika hatari. Mara tu vita vitakapomalizika, bila shaka tutaweza kurejea na kufanya biashara kwa uhuru wa usafiri wa baharini unaohitajika katika shughuli zetu za usafirishaji. Kwa sasa ni hatari sana na hatupaswi kuhatarisha maisha hasa ya mabaharia wasio na hatia. Awali Israel ilidai mashambulizi ya angani ya Iran yamesababisha vifo vya watu wawili karibu na mji mkuu wa Tel Aviv, huku takribani watu 200 wakipatiwa matibabu hospitalini katika saa 24 zilizopita kutokana na mashambulizi ya Iran. Mazishi ya Ali Larijani na Gholamreza Suleiman yatafanyika Tehran hii leo. Mkuu wa jeshi la Iran ameahidi kisasi cha dhahiri, huku Iran na washirika wake kiendelea kurusha makombora katika eneo la Ghuba. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa zawadi ya dola milioni 10 siku ya Ijumaa kwa atakayetoa taarifa zinazowahusu kiongozi mpya wa juu wa Iran, Mujtaba Khamenei, na maafisa wengine wakuu akiwemo Hatib. Katz pia amesema kwamba yeye na waziri mkuu Benjamin Netanyahu walitoa kibali cha jeshi kumlenga kila kiongozi mkubwa wa Iran ambaye taarifa na mpangilio wa operesheni umekamilika. Kwa ujumla, Israel imeruhusu jeshi kulenga maafisa wakuu wa Iran bila idhini ya ziada. Kuna wafungwa wengi zaidi nchini Iran baada ya mauaji ya aliyekuwa mkuu wa usalama wa Iran, Ali Larijani, aliyeuawa na Israel siku ya Jumanne. Wizara ya ujasusi imesema kwamba watu zaidi ya 100 wakiwemo mashushushu wawili wa Marekani wanalaumiwa kwa kutoa taarifa za makao makuu, vifaa na vikosi vya usalama kwa maadui wa Iran. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia. Msikilizaji, tunakita kambi katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati ambako video na mahojiano zilizopatikana na BBC zinatoa maelezo ya hali